hapa miaka hawezi kuzaa tena. Mwanamke ambaye alizaa akiwa amechelewa sana ni Sara, na alikuwa na 90. So huyo mama hata ako nusu ya 90. So wakati huyo mama alishika mimba, nilikuwa napigiwa simu na watu wengine wanakuja practically kuniona, wananiambia yani mwanamke ameshika mimba. Nimekutana na yeye akienda kliniki, wamesema ako na mimba. Baadaye wakasema amezaa mtoto. Watu wote walikuwa wanakuja mpaka anafikiria ni kupendwa, lakini ni kujionea mtoto wa shushu. Na mimi nasema I spoke the word of faith. Na ningependa kusema hata wale ambao wako katika hiyo hali. Hii maneno ilifanyika kwa Sara. Alikuwa mwanamke kama wewe. Sara hakuwa ati ameumbwa in another special way. Na ndio aliambiwa Sara utazaa mtoto, akacheka. Maana alishindwa nizae namna gani? Akae wapi? Ikaaje? Anaangalia mwili wake, haiwezekani, lakini ikawezekana. Na mimi nikitaka niambie watu wale ambao wametumia macho yao sana kuangalia the negativity, the impossibility, the impracticability of what they want. Change your heart. Change your heart. Hata kama ukiangalia ukipima mwenyewe unaona it is impossible, I advise you to change your heart. These things are possible. These things are possible. Na inataka nikuambie hata kama si practical, it's not practical, it will happen. Na watu wale wote ambao wanataka kutembea kwa imani, there comes a time in our lives, huwa kunafika wakati katika maisha yetu unakutana na jambo ambaye unaona hii it is not possible. Haiwezekani, haiwezekani, na haiwezekani. Lakini kwa Bwana mambo yote inawezekana. Na kwa hivyo Biblia inatuambia hapa ya kwamba aliamini, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Ninataka uingie kwa ile kirasi kinatarajia mambo ambaye haiwezi kutarajiwa. Get into the class that has hope and believe in hope against hope. Nasema hapa itafanyika na watu wote wanaona haiwezekani. Haiwezekani. Nililetawa mtu mmoja ambaye alikuwa kwa wheelchair. Alikuwa amegojeka mpaka amelala hivi kwa wheelchair. Na wananiambia mpaka kwa sababu ya kulala hospitali sana, mgongo yake ni kama ilikuwa inaingia sores, zile bed sores za kukaa sana. Na wakaniambia hospitali imewaambia they have done their best. Wamshukuru wampeleke nyumbani, akakufie nyumbani. Baba yake na mama yake wakamleta wakampandisha gasi. Nilikuwa nahubiri kwa hall ambaye iko upstairs. Wakampandisha kwa gasi moja mpaka wakamleta kwa madhabahu mbele zangu. Nikawaambia ni nini? Wakaniambia huyu alikuwa mtu mzuri, alafu akaanza kukufa polepole. Sasa amekaa hivi na amewachiliwa na hospitali, wametuambia tuende kufie nyumbani. Nikauliza baba yake, na sasa kwa nini umemleta hapa? Akaniambia ninaamini ya kwamba huyu hatakufa, ataishi. Nikamwambia mtu mzuri. Nikaombea hiyo kijana, nikampaka mafuta katika jina la Yesu, na nikaambia mzee hata kufa, atatembea na miguu. Ameenda, amefika nyumbani. Wamembeba tu, hakuna kitu ilifanya. Watu na wadada, hata wakati nilimuombea, nikampaka mafuta, hakuna kitu ilifanyika. Hata hakuinua kichwa, alilala tu vile alikuwa. Wakaenda. Walipofika nyumbani wakamweka akalala. Asubuhi hii ingine hata yeye alisahau alikuwa namna gani. Alisikia akona uwezo wa kuamka, akaamka na akatoka. Akasimama nje mpaka mama yake akakimbia. Akamwambia ni wewe? Na mpaka leo anatembea na miguu. Ni vizuri kujua hivi. Wakati niliambia baba, hata wakati tulimaliza nimwambia baba, ni hivyo sasa imekuwa mzuri. Sasa atakuwa mzuri. Baba akaniambia kwa hivyo atakuwa mzuri. Nikamwambia hivyo nimemfanyia. Finished. And it happened. We must come to a level of believing in hope where there is totally no hope. Practically
no hope. Physically no hope. Na wewe uweke hope, useme kuna hope. Nilikuwa naombea mama mmoja ameharibika kichwa. Na ndugu zake na mama yake wakaniambia kwamba ameharibika kichwa, wamempeleka Mathare, anatoka wanampeleka, dawa tu ndio zinamfanya atulie. Na sasa ni kama amezoea dawa, hata akikunywa bado ameharibika. Nikaenda kumwombea, anatukana, nasema vitu nyingi. Ni wazimu, si mtu mzuri. Nikajua hapa sasa, it is believing in hope against hope. Nikamwombea na nikawaambia sasa muende nyumbani. Amepona. Mama anamwangalia, ananiangalia, ananiuliza ati amepona. Nikamwambia amepona. Nikarudia amepona. Nikarudia amepona. Wakaondoka, akaenda naye. Walininyanyia baada ya miezi kadhaa, wakakuja wakaniambia vile ulisema aliponea kwa matatu. Walienda akifanya kelele na wao wakasema pastor amesema amepona. Na mmoja anasema na sina naona na vile alikuwa. Huyo wewe si pastor amesema amepona. Kwani ni nini wewe? Kuingia kwa matatu. Wamekaa, amenyamaza, amewacha kufanya kelele, amelala. Kuamuka aliwauliza tuko wapi? Ikaisha. Mimi nataka nikuambie, it is time to believe in hope against hope. Hata kama hiyo biashara ionekana ni hopeless, now have hope against hope. Biblia inasema aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Wale wako na Kiingereza kama yangu inasema who against hope believed in hope that he might become the father of many nations. So wakati unasikia Mungu anakuambia nitakuwa na wewe, ujue ya kwamba kuna kavita kadogo utapigana ka giant inaitwa shaka. Wale wanasomanga ile kitabu kinaitwa Pilgrim's Progress. Na ni vizuri kitabu hicho kisomwa na kila mtu ameokoka. It is available in the bookshops. Ni maana nilisoma ikanisaidia. Inasema ya kwamba baada ya kuokoka na kujua kusoma neno la Bwana na kujua kuomba, unakutana na giant inaitwa doubt. Inakuambia haiwezekani, haiwezekani na haiwezekani. Na unaona kweli it is logical, haiwezekani. Unaona kabisa hii haiwezekani na haiwezekani. Lakini iliwezekana. It became possible. Nilikuwa naambia watu hapa na watolea ushuhuda. Ninapenda kutoa ushuhuda kwa sababu faith is practical. Mimi nimeingia hapa kwa bus, ninaenda Malindi town. Na nimetoka kwetu nyumbani, kwanza nimesafiri mpaka Nairobi, nimeingia kwa basi iliingia ya mwisho. Kwa hivyo tulifika Mombasa mwendo wa 7:30 ya usiku. Nilikuwa sina problem maana nikiwa Nairobi nilikata tikiti ya Malindi. Na wakatuambia ukifika Malindi tunawapatiana kwa basi yetu ya Malindi. Sasa tulipoenda jiani tukakuta mvua, kukakuwa na traffic problem, tukafika 7:30 ya usiku. Tulipofika dereva akatuambia, watu wale wote mlikuwa mnaenda Malindi please, saa zimepita, basi ya mwisho iliondoka tukiwa Mariakani tunakuja. Na basi ya kwanza ndio mtaingia kesho asubuhi. Itaondoka hapa saa 1. Watu wako wakasema ni vizuri. Ni mtu mmoja tu hakusema ni vizuri. Mimi. Maana sina pesa ya kulala. Nikauliza huyo mtu sasa, mimi nilikuwa naenda Malindi. Mimi ni pastor. Na si kuwa na uwezo wa kulala mahali popote. Na yeye akaniambia basi pastor, itabidi ulale hapa tuko mangunia hii. Mangunia yale watu wamelete ibebwe hata nijimwage juu yake. Nikamwambia unajisikia mimi ni mshukaji. Hawezi tena nilale juu ya gunia mwenyewe ananikuta hapa mshukaji mzima nimelala juu ya gunia yake hivi. Nikamwambia ninataka usafiri. Yeye akaniambia sasa mimi ninakusikia vizuri lakini basi ya mwisho imeondoka hapa exactly 1.5 hours kabla mfike. Akaniambia sasa iko na huko Kilifi.
Nikamwambia lazima niende Malindi. Akaniambia hizi gari hakuna inaweza kwenda, maana uko peke yako. Kama mngekuwa wengi, pengine mwenye basi angepigiwa, aambiwa mmefika wengi. Tumeagio hapo, hii kebo imepigwa. Baba, wameanza kuongea. Wameongea. Ameniambia gari imeharibika karibu Kilifi. Lazima tutume basi ingine. Mara moja dereva akaitwa, akakuja basi mpya ya kwenda Nairobi, ikaambiwa iende kwanza ikibisa watu Malindi, irudi usiku ndio iende Nairobi kesho asubuhi. Mimi niliingishwa kwa hiyo basi tukiwa watu wawili, dereva na mimi. Tulikuwa tunaongea huko, wewe unaitwa nani? Kwani ni wapi? Tukaenda mpaka karibu Kilifi. Tukakuta mahali basi iko na watu stranded. Wakaingia wote, wakajaa basi. Tukaenda mpaka Malindi. Nikakuta watu wamenigojea. Wananiambia umetoa wapi gari ya saa hii? Nikamwambia it is God. When you have a hopeless case, believe against hope. That is what the Bible has told us. Na hizi hali kwa sababu zinakujanga. Pengine umeambiwa kwamba wewe hauwezi kushika mimba. It is time to against hope believe in hope. Nilienda kuhubiri alafu Bwana akaniambia angependa niombee mwanamke ambaye hapatangi watoto. Nikapewa ufunuo. Nikamuita hakuji. Dakika ya mwisho akakuja. Nikamwambia unakaa kwa nini dakika hizo zote, na mimi nimesema sitafunga mkutano mpaka mama huyo akuje nimuombee apate mtoto. Akaniambia ni kwa sababu mimi sio kukosa mtoto vile tu kawaida. Mimi nilipata problem kwa nyungu yangu ya mtoto. Ikaenda ikatolewa yote na daktari. Sio nilikuwa sitokei, maana sina nyungu ya mtoto. So we had to believe in hope against hope. Nikamwambia mbele ya watu, nitakapokuja next year nitadedicate mtoto wako. Mama akapiga duru sana, akaanguka hapo chini. Nikaondoka. Next year nikakuja, hata mimi ni mwanadamu kama wewe. Nilifika kwa mkutano nikiwa masikio yote nisikie kama ilitendeka ama haikutendeka, maana it is last year. Nilipofika, my host bishop aliponishika aniniambia, the first thing we shall do tomorrow, we shall dedicate the baby that was born. Nikamwambia alizaliwa. Akaniambia daktari aliokoka. Daktari gani? Yule alitoa nyungu ya mtoto, maana ndiye aliona nyungu ingine imeumbwa na mama ameshika mimba. Aliokokanga kwa hospitali, alipiga magoti akangojea mpaka pastor akaja kumwombea. She believed in hope against hope. May it happen to you that now you are hopeless situation, you will believe in hope against hope. Na wacha nimalizie hapa. Wacha nimalizie. Biblia inasema that he might become the father of many nations. Ili awe baba wa mataifa mengi, alifanya nini? Aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Ninaomba useme kwa moyo wako na kwa kinywa chako ya kwamba kuanzia leo nitaamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Yes, believe ya kwamba mambo yale ambayo haiwezi kutarajiwa, it will happen. We have a living God. He will make it. Mungu watu kama wale wanafanya hii style, Mungu anatembea na wao, wanasikia proud of my son. Unasikia kitu hakiwezekani, hakuna tarajio, there is no hope. Wewe unasema I'll have hope. Hii kitu nitaamini. Hii kitu lazima kifanyike. Mungu anakutazama hivi, anasema my son, my daughter, inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. These things are possible. Na kwa hivyo neno linamalizia hapo na kusema according to that which was spoken, so shall thy seed. Ilipo neno ya kwamba kama ilivyo nenwa ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. That is verse 19. Faith inakuanga, imani inakuanga na shades nyingi. Kuna weak faith, strong faith. Kuna kitabu nimeandika ya 12 levels of faith. Hii ni imani dhaifu. Imani dhaifu ndio huwa inataka kuona ndio iamini. Na mimi vile nilifanya siku moja,
niliona watu wale ninaongea nao hawanielewi vizuri, hawanishiki vizuri. Nikafanya hivi, nikashora gari kwa karatasi ya A4, nikashora gari vizuri vile tulikuwa tunashora tukiwa shule, tumigo tuwili, alafu unajaza huko, unajaza. Nikamwambia sasa hii gari ndio ninaenda kununua. Nikawaonyesha hii gari ni ya 4-wheel drive, ni Toyota. Nikawaonyesha vile inakaa, nikawaonyesha vile itakuwa inabeba vitu, nikawaonyesha vile itakuwa very high. Tulikuwa tunakwama tukienda huko interior kuhubiri. Nikawaonyesha wadugu, nikawaambia wadugu, tukiwa kwa committee meeting, nikawaambia wadugu, hii ndio gari ambaye Bwana ataniletea. Mtu mmoja akaniuliza, uko na pesa ngapi? Nikamwambia sina. Ndugu alishaka sana, akaniambia na unachora ya nini? Nikamwambia na kwa sababu ninatarajia kitu ambacho hakiwezi kutarajiwa. Mimi nimekutwa na mtu ambaye alinisikia nikihubiri. Akaniambia, wewe pastor, unajua nilibarikiwa sana na wewe ukihubiri. Na mimi nataka kufanya jambo kwa ministry yako. Utafute pesa, nikuletee gari kubwa, uache kutembea vile unatembea. Nikamwambia pesa ndio sina. Akaniambia usijali, wewe tafuta polepole. Gari tayari, nataka uniambie ni gari gani. Nikatoa karatasi. Akaniambia hii gari naijua, hii gari naijua, hii naijua. Akaniambia hata niko na 3 kama hizi. Akaniletea zote picha yake. Halafu gari ikaletwa. Nikatafuta nikipata tu pesa tudogo nampa. Ilipofika ilikuwa nimeshamaliza. Nilipotokea watu waliniambia, gari kama hii umetoa wapi? Kwani umenunuliwa na serikali? Nilitarajia kitu ambacho hakikuwa kinaweza kutarajiwa. Na Biblia inasema ya kwamba hakuwa dhaifu wa imani, alifikiri hali ya mwili wake uliokwisha kufa. Huyu Ibrahim ni kama mwili wake ulikuwa dead na wasara, na hakujali. Hakuangalia practicability of his faith. He believed whether there was nothing. Akaamini na akasema nimeamini. Najua siku moja nilikuwa nasoma hii maandiko, alafu nimepika sukuma wiki, spinach. Nilipika spinach. Alafu wakati nimezikaanga vizuri na mafuta vizuri, nikaenda kuzitest. We. Hakuna chumvi. Nikaenda kwa ile karatasi ya chumvi. Hakuna. Nikajaribu kuiweka maji. Nikakutaika. Haina chumvi. Niliambia Bwana, duka zote zimefungwa maana ni saa 4 ya usiku. Na nikamwambia na Bwana, wacha nikwambie, ukikula spinach haina chumvi, hautakula tena. Nilikuwa namuongelesha kama mtu. Nikamwambia imeandikwa ya kwamba wewe Mungu, you make the impossible become possible. Na nothing is impossible with you. Naomba mboga hii iwe na chumvi. Mimi niliona chumvi inaingia kwa mboga. Nimeenda kwa kona ya nyumba, karibu nifuje pau nitoke. Mimi sikuwa naamini ati kitu kama hicho kinaweza kufanyika. Nikaenda nikatest. Nilipo test niliwekea my brother, my neighbor, aoje chumvi ya mbinguni ambaye sio ya hapa, asikie. Lakini nilimuuliza Mungu swali moja, maana nilikuwa kijana. Nilimuuliza kwa Kikuyu, kaigora godeo, mimi nakuanga exactly nani? Nakuanga nani? Maana nilishindwa how? But the Bible says he did not consider. Watu wengi wameshindwa kwa sababu ya kuconsider. They are not ready to be blessed. They think a lot. They reason a lot. Ifanyike namna gani? Ifanyike namna gani? They think a lot. They did not consider. Na hivyo ndivyo Biblia inasema. And being not weak in faith, he did not consider his own body, now dead. Considerations ni baya. Zinafanya mtu anashaka. Considerations ni kama kusema, sasa na sina mtu ananijua, hiyo pesa itatoka wapi? Sasa na hakuna mtu ananijua area hii, sasa nitafanya nini? Unajua kuna siku tulienda nchi nyingine kutembea na mama. Pesa yao kule nchi hiyo ni tofauti na hapa. Lakini kichwa yetu ilikuwa inafikiria ni shilingi ya Kenya. Nikiona kitu inauzwa 8,000 nikanunua.
Kumbe nilikuja kugundua ni 80,000 ya Kenya. Wow. Pesa zimeisha. Na tuko kwa hoteli. Imebakisha siku moja ama mbili. Tulikaa na mama kwa hoteli na tukaambiana ya kwamba hapa hakuna tumaini, hakuna mtu anatujua, hakuna mtu ako hapa atupatie pesa, lakini sasa ni wakati wetu wa kuamini, na tikiti yetu ya ndege ni ya next week. Hata tukitaka kubadilisha hakuna pesa. Nikahesabu pesa nikaona sina. Hiyo nyumba ya hiyo city, ukitoka kwa mlango ijifunge, inafunguliwa na pesa. Lakini ukiwasha mtu ndani haijifungi. Sasa nikitoka nilikuwa nawasha mama. Mwambie kaa ndani, tusilale nje. Mbona sina pesa? Na imekwisha. We have nothing. Lakini tulikaa tu, tukakaa hapo kama wajinga. Mwenyewe akaniita akaniambia, are you aware that you have not paid your house yesterday and today? Nikamwambia I'm fully aware. See, I will pay everything. There's no problem. Akaniambia I trust you. Go back. Nikarudi nikaambia Mungu, sasa nimeitwa na mwenyewe. Na unajua mbele na nyuma sina pesa. Ni wewe ninangojea. I did not consider that I'm in a foreign land. I have nothing. I don't know what to do. I have a wife with me. Hasina mahali nafanya kazi. Tumekaa kwa hoteli. I want to tell you, he did not consider his own body, now dead. I did not consider my pockets, now empty. Saa 5 ya mchana akanipigia simu tena. Akaniambia, please, we were with you here in the morning. Yes, please come down. Haya, nikaambia mama usitoke, wacha niende. Maana tukitoka zote wawili, hatutarudi, kadi haitafungua. I went. Nilikuta ile kelele iko hapo kwa counter, sijawahi kuielewa. Nilikuta African people wana argue na wasungu. Nilipofika wakasema, this is the servant of God. Nikaingia. Wakasema ati tumesikia hapa umekuwa harassed. Nikasema sijakuwa harassed, lakini sijalipa hapa. Wakaniambia tukiomba Mungu amesema tukuje tulipe hiyo hoteli yako na tukuhamishe. Nilirudi kaambia mama tumehamishwa hoteli. Hata mama hakuwa naamini. Tumehamishwa hoteli na watu sijui. Tukaenda tukapelekwa 6-star hotel. My first time kuingia hoteli ya 6-star. Unakalia kangali unapelekwa kwa rumu. Halafu hakuna kitu kwa rumu. Wanafinya button. Mesa zinaanza kutokea chini. Hey, mpaka nikafisha tena zirudi. Nikafinya tena zirudi. Nikafinya tena sitokee. Nimeshangaa. And I stayed in that hotel. Ya pesa nyingi. Nikamwambia Jehova, thank you. You will never let down anybody that believes. Na wewe ukiamini, you will never be let down. Saa yangu inakwisha, lakini kuna neno moja ninataka kutaja hapo, nimalize. Angalia verse 20. He did not stagger. He staggered not. Kiswahili kisema, lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita. Jaribu kubwa kwa wale wanataka wabarikiwe ni wakiingiwa na staggering about a promise. Kweli hii inaweza kutimia. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. That's the word. I advise you don't stagger. Hata kama hii kitu umekiombea mara nyingi, hii iwe ya mwisho. Washa kukiombea kama umekiombea mara hiyo yote. Sasa ingia kwa eneo inaitwa believing. Unakataa, hata ukiambiwa na roho ya shaka, ombea tena. Unasema no, I believed the prayer I made. Unatembea kidogo. Ingine inakwambia kwamba sasa consider that these things cannot be done. Consider that your womb has a problem. Unasema I will not consider. I prayed and God will hear me. Endelea kutembea. Ingine inatokea inakwambia now you are struggling. Wewe hata haijulikani una continue. One day utakuja hapa useme this is a blessing. My God has done it. Brethren, that is the word of God. Na nimeshukuru sana kunisikiliza usiku wa leo. Na ningependa kutamatisha hapo. Nimeongea 1.5 hours to teach you faith. To teach you how
you can prepare yourself to receive the blessing of God. Na nikaquote maandiko mengi from Romans chapter 4 verse 13 up to 25. We have seen the word of God. Nataka nikuambia kwamba God is God. Is not like a man. If he has promised, he will not lie. He will fulfill it. Nataka nikuombee kile kitu ambacho umeombea mara nyingi. Leo ninataka kukiombea, niseme ile maombi tumeomba ndio final. Now we start the journey towards the fulfillment of your promise. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea kila mtu amenisikia na kuniona, akiwa karibu na akiwa mbali, ya kwamba neno hili la uzima nimesoma ni la kweli na si la uongo. Kile amekuomba imeandikwa ya kwamba chochote mtakachoomba mkiamini mtapatiwa. Na kwa hivyo kile nimewaombea na kile wamejiombea itafanyika. Na imeandikwa kwingineko, Bwana, katika ahadi zako ya kwamba chochote mtakachoomba katika jina langu nitawafanyia. Na tumeomba katika jina lako, jina la Yesu Kristo, hili jambo lifanyike. Na nimetangaza kuanzia leo hatutarudia maombi hayo tena. Tumeanza safari ya fulfillment. We have begun the journey of the destiny of the promise, which is the blessing, the tangible blessing, the touchable blessing. I declare it in the name of Jesus Christ upon the people of God. Amen and amen. Kwa neno hilo la maombi, ninakupatia nafasi ya kujitolea sadaka zako. Kama umebarikiwa na neno, ni vizuri tusifunge na usitoe sadaka ya kusema, Bwana, inakiriwe, nimeamini hilo neno, na hii ndiyo kitu nimetoa kwako, kuthibitisha nimepokea baraka ya kiroho, na mimi nimepeana baraka ya kimwili. Si unajua ndio Biblia inasema ukibarikiwa kiroho ubariki kimwili, ndio hiyo baraka iwe complete, isiwe one way spiritual blessing. If you don't return, inakuwa inakataa kufanya kazi. Spiritual blessing ikikuja unarudisha ikiwa natural blessing. Ndio Biblia inasema, and you will be blessed. Kwa wale wote ambao wananitazama, namba hizo ziko kwa runinga yako, namba hizo ziko kwa simu yako. 0727303326, 0728007007 na 254999. Hizo ndizo namba zile tunatoa sadaka nazo siku ya leo. Na kama wewe ni mshirika wa kanisa hili ninahubiria, Central Church Nairobi, namba ni 775021, paybill number. Na ninashukuru Bwana kwa ajili yako. Na asante sana kwa watu wale wote wamenitazama, kina Lena Kariuki, Wilfred Philip, Catherine, Joy Dennis, Maina Wasami, Caroline, Esther Maingi, Janet Jeru. Hao wote ambao ninawaona kwenye simu yangu ambaye mnanitazama na mmesikiliza injili hii, you are blessed people. Na hata kwenye pande nyingine ya Facebook ninaona kuna watu kadhaa, kina Mary, ninakuona Sarah, Phoebe, Catherine, Ann, nakuona Samuel, Elio, Dibogo, Sala, Angelina, Emily, ninakuona Catherine, Lucy, Mary, Emily. Wadada wananiangalia wengi kuliko wadugu, Sarah nimekuona, Raula, Nancy, Diana, Tiffany, asante Paul, nimeona Mashalia, nimeona Destiny, nimeona Celia, Frida. May God bless you very much. Asante kwa sababu ya kunitegea na kusikia injili. Nataka nimwambie, sio bahati nimetaja jina lako. Something special will happen to that name I have mentioned. I will not mention other names, but that is the name that God wanted me to mention. May God do special things in your life. Na wale wengine wote sijataja majina yenu, lakini mmeniwatch kupitia kwa TV na kupitia kwa vyombo vingine, I want to tell you, you are now prepared to be blessed. And you will see it with your eyes. God is with you. Na sasa Mungu abariki. Wacha niombee sadaka hizo. Baba, katika jina la Yesu, sadaka zote zimetolewa, ninazitakasa mbele zako katika jina la Yesu. Hata zile zinaendelea kutolewa Baba, ninasema watu hawa uwabariki. Neema yako imewatosha. Na inaomba ya kwamba Bwana, katika kila senti watatoa kwa nyumba yako, warudishiwe mara 100, mara 60 na mara 30. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Wakati nilikuwa ninahubiri, nimesikia kuna mtu anaumwa sana na kifua hapa katikati.
mpaka unashika hivi, unashindwa ni nini nimefanya. As I preached, the Lord has healed you. Bwana amekuponya katika jina la Yesu. Ninataka kuombea watu wote wako na pressure yako imepanda juu, watu wako ambaye moyo inapiga sana, watu wale ambao sukari inakusumbua, watu wale ambao figo na ini lako liko na matatizo. Sehemu hizo ni kutoka hapa shingo mpaka hapa kwa waist. Hii sehemu, shida zile zote ziko hapo. God is sending a special anointing to heal those problems in the name of Jesus. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu, kitu chote kilicho katikati ya kiuno na shingo, wale wote wako na shida hapo ya kupiga moyo, kukibia moyo, wako na shida ya figo, wako na shida ya maini, kumeza chakula ni shida, wako na kitu kimemea kwenye korao, wako na matatizo ya mgongo, wako na matatizo mengi imetokea. Sasa hata kama hakuna hope, I have chosen to believe against hope. Watapona katika jina la Yesu. I rebuke these diseases. Come out of these bodies in the name of Jesus Christ. Na sasa upokee uponyaji. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Baba Mungu wa mbinguni, atawale. Wengine wamegojeka kichwa, macho, masikio, mdomo, pua. Wale wote wamegojeka miguu, wamegojeka sehemu zingine zote za mwili. I declare healing from the crown of their head to the sole of their feet. I command total healing, because it is written, I will send my word and I will heal them. It is also written, by his stripes we are healed. It is also written that whatever you shall agree on earth, it shall be done of my Father in heaven. Therefore I command in their lives healing from today, in Jesus' mighty name. Amen. Mwisho kabisa ninapotamatisha, kama umenitazama leo na ungependa kuokoka, sema maombi hii nyuma yangu. Na nimeona mtu mwingine ambaye umerudia mtihani moja mara nyingi, na Bwana ameniambia nikwambie mtihani huu utafanya ndio mara ya mwisho, utapita kabisa. Nimeona mtu amenitazama na haujalala, mke wako amelala lakini hakulala na amani, mlirushana maneno. Bwana amekuja kwa nyumba yenu, ameiponya. Na hii ndio mwisho ya kuru zote katika nyumba yako, and you will live well with your wife. The Lord has intervened. These are miracles. Kuna mtu ninaona amevaa masoksi makubwa miguu. Masoksi hiyo makubwa, ninaona sio masoksi ya kawaida. Ni kama miguu yako imeingiwa na baridi, umepewa masoksi hayo makubwa na daktari or something else, lakini si kufujika. It is something to do with sickness. Ninataka nikuambia katika jina la Yesu, Mungu amekufanyia muujiza, na hiyo miguu itarudi kuwa mzuri na itarudi kuwa salama na haitakauka tena kama miti. The Lord has spoken. That's your miracle. In Jesus' name. Na ningependa niseme mtu mwingine yoyote ambaye amechukua neno hili nimehubiri by faith, you will see my God. He calleth those things that are not as if they are. God bless you very much. Bye bye. Let's meet together Sunday morning. Saa 1 kamili nitakuwa tena hapa nikikuletea habari njema, injili ya Yesu Kristo. Mungu akubariki, uwe na weekend njema, ulale vizuri, uamuke vizuri, na Mungu abariki kasi ya mikono yako. Bye bye. God bless you. Amen.